pa Bwana. Nenda ukamlilie Mungu juu ya shida yako. Nenda ukaseme na Mungu juu ya taifa. Nenda ukaseme na Mungu juu ya kila changamoto unayopitia. Nenda ukaseme na Mungu juu ya magonjwa yako. Nenda ukaseme na Mungu kwa kila namna yoyote inayokusumbua, hata kama ni vita ya kimwili au vita ya kiroho unayopitia. Hauwezi kupambana ukashinda katika ulimwengu huu. Wenye kutawala, wenye mamlaka juu yako wamejipanga, tena wana nguvu, wameinua mapembe, wana silaha za kutosha. Watakuangamiza, hautaweza kuinuka. Wewe ukimwamini Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, una ushindi mkuu katika maisha yako. Nyenyekea mbele za Mungu, nyenyekea mbele za ufalme mkuu mtakatifu wa kimbingu. Mungu aliyeketi mahali patakatifu mbinguni ana mamlaka ya kutenda mambo makuu. Ana mamlaka ya kutenda jambo la ajabu kwenye maisha yako. Ninakushauri tena, ninakuhusia kwa maneno ya Mungu. Tena kaa utulie mbele za Mungu. Tulia mbele za Mungu. Mwambie Mungu wa Israeli, wewe uliyetenda tangu mwanzo, wewe ndiye utendaye mpaka sasa. Wewe ndiye ufanyaye mpaka sasa. Mkumbushe matendo makuu aliyoyatenda. Mkumbushe juu ya Israeli aliyopigana wakati wa Joshua, jinsi Joshua alivyosimama akalisimamisha jua kwa mamlaka ya Mungu, jinsi ambavyo Mungu alipambana hata katika vita ya kimwili. Mungu aliwapambania Israeli. Vita ilionekana ni ya kiroho, bado Mungu aliwapambania. Wakati Farao anaenda, Musa anaenda kwa Farao, anafika